Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni mimi wenu tena. Tumekuja kuzungumza amani ya bondeni ilivyo mpaka sasa hivi, na vyombo vyote vya serikali viko pamoja na sisi, na nataka niwahakikishie kwanza tunayo amani mpaka sasa hivi. Pale tumefikia, tumeweza kudumisha amani kiasi kikubwa sana, na mtu yoyote asitatarike, mtu yoyote asipate wasiwasi wowote kwamba anaweza kudhurika popote. Kilichopo kitu ambacho kwamba nawaahidi, ikiwa unafanya uhalifu na kuomba anza kufanya jambo ambalo kwamba ni laheri, ambalo kwamba ni la halali, kwa sababu jamii yetu haitokubali mhalifu yoyote. Serikali haikubali mhalifu yoyote. Tunazo nguvu, tuzitumie pahali ambapo kwamba panatakikana nguvu. Ikiwa hatuna nguvu, tutafute nguvu ya kufanya kazi na jitihada. Vitu ni vingi sana vya kufanya vile ambavyo vinaweza kutusaidia katika jamii, kuliko kufanya upuzi ambaye kesho itakukosta. Mwangalie bado leo alifikiria kwamba labda ataweza kuescape na mambo ya mada. Huwezi kuua katika nchi hii na uexpect kwamba utaenda hivyo bila kuchukuliwa hatua yoyote. Yoyote atakayeua ajue kwamba atawajibika at one point. Mtu yoyote ambaye atafanya uhalifu wa aina yoyote ile, akipatikana lazima atahudumia makosa yake. Kwa hivyo tusiweke hizi matisho kwamba kuna watu wanawatafuta watu ambao kwamba sio wahalifu. Wanaotafutana na wanaotafutwa ni wahalifu. Kwa hivyo vijana, ninawaomba tuje tushirikiane. Kijana ambaye kwamba labda yuko katika uhalifu sasa hivi anaweza kurekebishika, aje tutafute njia ya sisi kuweza kusaidiana kuacha uhalifu, na kila mtu atangaze amani, na kila mtu ni jukumu la kila mtu yoyote anaishi katika kaunti hii ama Kenya as a whole. Tutafute amani. Ukiona uhalifu unafanyika pahali, ripoti. Ni hayo machache, na nataka niwahakikishie amani ipo na serikali iko pamoja na sisi. Ikiwa umeona chochote kile ambacho kwamba unaona kinaweza kuleta mashakili katika jamii yetu, ndaweka namba zangu hapo 0700 5195. Nipigie simu immediately, saa yoyote, 24 hours. Tuko pamoja katika kudumisha amani. Ni hayo tuko sasa.